Mheshimiwa Kalogores. Nimwite sasa Mheshimiwa Florent Laurent Kiombo, atafuatiwa na Mheshimiwa Idi Kasim Idi. Mheshimiwa Zakaria Paul Aisai ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nishukuru kwa nafasi ulionipatia kuchangia katika bajeti yetu hii ya Wizara ya Nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nichukue fursa hii kupongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa ambayo imefanyika ndani ya kipindi hiki ambacho tunaona sisi wote ni mashahidi. Tunaona kuongezeka kwa kuweka umeme, miundombinu ya umeme katika maeneo yetu, na ni ushuhuda tosha kwamba katika vijiji vyote 12,318 umeme umeweza kufika. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini tunaona ongezeko la uzalishaji wa umeme katika nchi yetu kufikia megawati 4,031. Kwa kweli ni mapinduzi makubwa ya kinishati ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na pongezi kwa Mheshimiwa Rais ambaye ni mbeba maono wa nchi yetu, lakini niendelee kupongeza kwa dhati kabisa Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati kaka yetu Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko kwa kuongoza jahazi hili la Wizara ya Nishati kwa ufanisi mkubwa, na tunaona mabadiliko makubwa. Lakini pamoja na pongezi hizo, Mheshimiwa Doto Biteko anao wasaidizi wake. Tunaona Mheshimiwa Judith Kapinga ambaye amekuwa msaidizi wake mahiri sana, lakini pia watendaji wakuu wa wizara hii tukitangulia Mheshimiwa Katibu Mkuu kaka yetu Frichizo Mramba, lakini tunaona manaibu makatibu wakuu wote Dr. Matarajio, lakini na ndugu yetu Daktari Katibu Kazungu, lakini pia watendaji wakuu wa taasisi zote ambazo zinasimamia maeneo haya, tukianza na kiongozi wa TANESCO. Tutoe pia pole kwa kuondokewa na DG, lakini pia tupongeze DG wa REA ambaye naye amekuwa akifanya kazi kubwa, ndugu yetu Engineer Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, viongozi hao wanafanya kazi na viongozi wetu wa mikoa. Tunao mameneja wa TANESCO mikoa yote wakiongozwa na meneja wa mkoa wa Kagera, lakini pia na viongozi wetu wa wilaya, mameneja wetu wa wilaya, na mimi mahususi nimpongeze meneja wangu wa wilaya Bwana Peter Masanja kwa kazi kubwa, pamoja na watumishi wote ndani ya Wizara ya Nishati, ndani ya taasisi zetu za REA na TANESCO. Mheshimiwa Mwenyekiti, michango yangu itajikuta katika maeneo manne. Kwanza ni pongezi ambayo imekamilika, lakini pia nitatoa shukurani kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Misenyi, lakini pia nitakuwa na changamoto ambazo zinakabili wananchi wa Misenyi, na mwisho nitakuwa na maombi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo la shukrani, kama ambavyo tumeendelea kuona nchini kwetu, katika vijiji vyote 77 ndani ya wilaya ya Misenyi kwa sasa hivi vyote vina umeme. Ni pongezi na shukrani kubwa kwa Mheshimiwa Rais, lakini pia na kwa Mheshimiwa Naibu Waziri na Waziri wa Nishati ambaye kwa kweli amekuwa ni pioneer mzuri, ni rubani mzuri katika wizara yetu hii ya nishati. Lakini pia tunaona wilaya ya Misenyi na vitongoji 356, katika maeneo hayo yote vitongoji 184 sasa hivi vina umeme, na kwa sasa hivi kazi inaendelea kwa kasi kubwa katika vitongoji 26. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Misenyi kuipongeza serikali ya Dr. Samia, lakini pia na kiongozi wetu katika wizara hii ambaye ameaminiwa na Mheshimiwa Rais kushika usukani wa Wizara ya Nishati. Wananchi wanaendelea kushukuru, na umeme sasa hivi katika vitongoji 15 unaendelea kufungwa. Nguzo zimeshaletwa kupitia kampuni ya CCC na tunaona kazi inaendelea. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaipongeza serikali yetu na imekuwa ni historia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna maeneo ambayo vitongoji umeme ulipita juu ya vitongoji hivi kwenda maeneo mengine miaka takribani 10, lakini vitongoji hivyo vilikuwa havina umeme. Lakini chini ya serikali ya Dr. Samia sasa tukiangalia vitongoji vya Nyungwe, Kakoni na maeneo mengine sasa na vyenyewe viko katika orodha ya kufungiwa umeme na nguzo zimeshashushwa katika maeneo hayo. Wananchi wana matarajio makubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo letu kwa kweli tunaendelea kuipongeza serikali. Historia imeandikwa, watu sasa hivi maeneo mengi wanapata mwanga kupitia umeme wetu, lakini wanatumia katika shughuli za kiuchumi ikiwemo katika uzalishaji na maeneo mengine ya viwanda vidogo vidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo letu pamoja na mazuri haya yote ambayo yamefanyika, lakini bado tunazo changamoto 1, 2, 3 ambazo naamini ziko ndani ya uwezo wa serikali ya Dr. Samia kuzitatua na zikaleta afueni kwa wananchi. Changamoto ya kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri wetu wa Nishati na Naibu Waziri Mkuu, ni fidia ya wananchi wa mradi wa Kakono. Tunajua kwamba serikali imefanya kazi kubwa kuendelea kuzalisha umeme, na mojawapo ya watu ambao waliathirika na eneo hili ni wananchi wa wilaya ya Misenyi. Mheshimiwa Mwenyekiti,
niombe wananchi ambao wote wako katika mkondo wa mradi wa Kakono waweze kupewa fidia. Mwaka jana, Mheshimiwa Mwenyekiti, nilisimama hapa mbele ya bunge lako tukufu kuomba wananchi waweze kulipwa, na Mheshimiwa Waziri wa Nishati alijibu kwamba serikali imeshaainisha mahitaji ya wananchi hao na wanadai takriban shilingi bilioni 1.6. Kwa hiyo niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, niombe wakati unahitimisha angalau wananchi wa Misenyi waweze kusikia hii fidia ya 1.6 bilioni kwa wananchi ambao katika fidia ya mradi wa Kakono italipwa lini, kwa sababu mwaka jana tulisema mwezi wa 7 wangelipwa, lakini mpaka sasa hivi wanasubiria. Lakini kwa sababu wana imani na serikali ya Dr. Samia, naamini sasa tutakuja kupata majibu mazuri ili wananchi hao waweze kufidiwa fidia hiyo na uendelee na shughuli zingine za kiuchumi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niungane na wabunge wengine ambao wamesema maeneo mengine umeme kukatika, lakini naamini kwa wilaya ya Misenyi inawezekana umeme unakatika kuliko maeneo mengine yote, na ni kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Misenyi tumebarikiwa kuwa na mvua nyingi na mkoa wa Kagera kwa ujumla. Lakini sasa hizo mvua zisiwe kwamba zinaleta athari kubwa. Tuone jinsi gani ambavyo serikali imejipanga pamoja na kupata mvua nyingi, sasa zisiwe kwamba ni sababu ya wananchi hao kupata adha ya umeme. Nimefuatilia sana eneo hili Mheshimiwa Mwenyekiti. Ukifuatilia kwa wataalamu wanasema ni vegetation, kwamba miti inakuwa sana, migomba inakuwa chini ya waya, lakini niamini mgomba ule urefu wa mgomba hauwezi kufika hata nusu ya ile urefu ambao waya zetu zinakuwa zimefungwa. Lakini wanasema vidhibiti radi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe kupitia wizara hii ambayo iko makini chini ya Mheshimiwa Doto Biteko iweze kuja na suluhisho kwa wananchi wa mkoa wa Kagera, lakini mahususi wilaya ya Misenyi ambapo umeme kwa kweli unakatika mara kwa mara, na hasa kwa sababu tuna mvua nyingi. Kwa hiyo utaona umeme unaendelea kukatika kila mvua ikitaka kunyesha. Aidha wataalamu wanakata umeme mapema ili kunusuru uharibifu wa miundombinu zaidi, lakini sasa tuwe na suluhisho la kudumu ili sasa wananchi hao ambao wanaendelea kupata baraka ya mvua basi na umeme waendelee kuupata katika kipindi chote hata kama mvua inanyesha. Kwa hiyo niombe sana katika eneo hili ambayo imekuwa ni changamoto, umeme upo kwa maeneo ambayo imeshafika, lakini sasa wananchi waweze kusaidiwa na changamoto hiyo katika kwa umeme kuondoa uharibifu wa mali. Mheshimiwa Mwenyekiti, na pia niendelee kuomba pamoja na kazi kubwa ambayo inafanyika serikalini ambayo imeendelea kusambaza umeme na mtandao umeendelea kuongezeka, lazima kuwe na uhitaji wa rasilimali watu, lakini pia na vitendea kazi, na hii inawezekana ikawa ni hitaji la nchi nzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba uangalie kwamba rasilimali za wataalamu katika maeneo yetu ni muhimu. Wilaya ya Misenyi sasa hivi ina takriban wataalamu 10, lakini tunaona mtandao umeendelea kuongezeka. Kwa hiyo tuombe sasa mambo mazuri ya kuendeleza mtandao wa umeme kuongezeka basi iende sambamba na kuongeza wataalamu ili kazi iweze kufanyika mahususi. Lakini pia niombe mahitaji ya gari katika wilaya ya Misenyi ambayo ina gari 3 zimechakaa ili kuweza kusaidia wataalamu wetu waweze kufanya kazi kwa weledi na kuwafikia wananchi wote. Ombi la 4 Mheshimiwa Mwenyekiti ni swala la bajeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Misenyi kuna baadhi ya maeneo yanapata umeme katika laini inayotoka wilaya nyingine. Kwa mfano katika kata zetu za Kashenye na Kanyigo zinapata umeme kutoka wilaya nyingine ambayo ni wilaya ya Bukoba, lakini usimamizi wa technical support yote inafanyika ndani ya wilaya ya Misenyi. Wakati mwingine kuna mkanganyiko. Najua maendeleo ni hatua, lakini basi niombe Mheshimiwa Mwenyekiti itoshe kusema kwamba wizara iangalie namna gani ya kuweza kutupatia bajeti ya kujenga line ya umeme ambayo itatoka Kiaka pale ambako kuna substation ndani ya wilaya yetu ili na usimamizi uwe ni mkubwa. Lakini sambamba na hilo niombe tena Mheshimiwa Mwenyekiti, tunayo kiwanda cha Kagera Sugar kinafanya kazi nzuri, tuombe kipate dedicated line ya kwake kama kiwanda ili sasa ule umeme ambao unaenda kwenye kiwanda na unatumika kwa wananchi basi kiwanda kiweze kuwa na laini yake mahususi kuendelea kutekeleza kazi yake ambayo inafanyika vizuri, lakini pia na wananchi waweze kuwa na laini yao ili kutotoa sasa kunapokuwa na itilafu kiwandani na wananchi wanaathirika, au kunapokuwa na itilafu kwa wananchi na kiwanda kinaathirika. Hii itasaidia sana kusaidia wananchi wetu wa wilaya ya Misenyi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ombi langu lingine ni vitongoji vilivyobaki 172. Mimi niombe Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati katika eneo letu la Misenyi unalifahamu, basi katika hii mradi wa vitongoji 30 vilivyobaki basi niombe wilaya ya Misenyi ipewe kipaumbele, hivyo vitongoji vilivyobaki 172 viweze kufikiwa, nao wananchi waendelee kufaidi matunda mazuri ya serikali ya Dr. Samia. Na hii inaenda sambamba na majazilizo katika vitongoji ambavyo vingine vimeshapata umeme, lakini umeme huo umeenda katika nyumba chache. Kwa hiyo niombe sana tuweze kufikia maeneo yote ili wananchi hao waweze kufaidi nishati ya umeme.
Mheshimiwa Mwenyekiti, swala langu lingine ni gharama za kuunganisha umeme. Wilaya Misenyi katika maeneo ya vijiji vyote 77 bado ina taswira ya vijiji na ndiyo usajili wake kwa mujibu wa sheria. Tukiangalia sheria ya 282 ya serikali za mitaa bado zimesajiliwa kama vijiji. Kwa hiyo niombe ule utaratibu uliotumika kuainisha maeneo yaliyochangamka kidogo, imepita maduka 7-10 yamechangamka, wakati mwingine lami imepita, ikaonekana kwamba maeneo wananchi hao wanaweza kuunganisha umeme kwa 352. Niombe tufanye marejeo kwa sababu wananchi wa Misenyi bado wote wako katika vijiji. Kwa hiyo hii 1027 ndio itumike katika maeneo yetu ambayo wananchi kwa kweli wanaweza kumudu, kuliko maeneo mengine ambayo kidogo unaona umeme umepita pale, barabara ya rami imepita, wanasema kwamba eneo hili sasa ni eneo ambalo lina lipa 352. Na mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa nafasi, lakini niombe changamoto ambazo zinifanyika katika REA namba 1 na namba 2 ndani ya jimbo letu ziweze kusahihishwa katika mradi unaokuja. Na baada ya kusema hayo, nishukuru kwa nafasi na naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Kiombo.